kuleta amani ndani ya moyo wa mtu. Anasema stand still and see the salvation. Analeta amani. Amani kwa maana kwamba anaondoa stress ya mawazo. Katika Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20, yeye anafanya zaidi ya vile tunavyowaza. Anaweka mawazo yake, hawezi kuelezea, lakini hawezi kana kwamba Mungu amekusaidia. Ya kwamba Mungu anafanya vitu hata mawazo yako yenyewe hayawezi kujua. Waefeso 3 mstari wa 20, anafanya mambo tunasema kwamba haya mambo yalifanyika namna gani? Watu wanakuja kuuliza, ulitoka namna gani? Ulifanikiwa namna gani? Milango ilikufungukia namna gani? Na wewe unasema kwamba hata mimi sielewi. Anasema watu wengi alisema to do exceeding abundantly above what we ask or think. Anafanya vitu mpaka akili zako zinashangaa. Unasema aliingia namna gani? Akanitendea. Naombea watu wa Miracle Chapel, inua mkono wako, sema Baba katika jina la Yesu. Asante, sema Baba katika jina la Yesu. Mchana wa leo, jioni ya leo, ninaupokea msaada wa Bwana katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa sauti sema amen. Kwamba Mungu akikusaidia anapiga moyo ya maadui. Mungu akikusaidia anakupa amani. Kwa hivyo wewe una jukumu gani la kufanya? Dalili 3 pekee ambazo Mungu wakati mambo haya ni kama mawingu zinapofanyika ni ishara kwamba msaada wako, utajua namna gani msaada wako umefika. Cha kwanza ambacho Mungu anafanya ni kwamba hukupa nafasi ya kumtumikia. Kila mtu ambaye anasaidiwa na Mungu, hakuna mtu ambaye alisaidiwa na Mungu ambaye kwanza hakupata nafasi ya kumtumikia. Unajipata kwamba unaanza kujihusisha na vitu vya Mungu, aidha na mwili wako au na pesa zako au na maisha yako. Anasema katika mstari wa 20 katika Waefeso hiyo ya jamani, katika Zaburi mlango wa 89, anasema nimempata Daudi mtumishi wangu na nimemtia mafuta. Nimempata. Mungu hakuja kwanza kwa kumsaidia, alimpa roho ya kutaka kumtumikia. Hapa watu wako kanisani, alikuwa tu wamekaa chini, lakini ghafla Mungu anaanza kukuchochea ukaweza kumtumikia. Kama ni kwa maombi ama kwa kwaya ama kwa media, namna moja au nyingine unajipata kwamba I have found my servant David. I have found my servant. Na nimekea mzigo kwa ajili ya nyumba yangu. Ninamsababisha mtu huyu aanze kutumika. Anatoa mwili wake, anatoa dhabihu zake. Mtu kama huyo vita vinaanza kushinda. Sasa Biblia inasema ninyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Katika Kutoka mlango wa 23 anasema nami nitabariki maji na mkate, nami nitayaondoa magonjwa. Wanapoanza kumtumikia Mungu ni mbili ya juu ya kupigana vita ambavyo wewe haungeweza kupigana. Wewe kazi saa na kazi ya Mungu anapigana vita. Wewe kazi yako una saa na Mungu anateta na wanaoteta na wewe. Anasema don't touch my anointed one. Don't do them anyhow. Ya kwamba wewe unaposako unakuwa kama upanga kukataa mwili. Wanaopigana na wewe sio wewe, wanapigana na Mungu. Wanaoteta na wewe sio wewe, wanateta na Mungu. Vita vyako vinakuwa vya Mungu, matatizo yako yanakuwa na Mungu, na maandiko yanasema yeye akiwa upande wetu nani atakuwa kinyume chetu? Somebody sema amen. Hakuna mtu ambaye alitumikia Mungu na hakusaidiwa. Daudi anasema nilikuwa kijana na sasa nimekuwa mzee, sijawahi yule mwenye haki aniache, wala watoto wake wanaomkata. Ukiona watoto wa mtu wanahangaika, uliza yule mtu unafanya kazi gani sana. Maana kuna watu sana, kitu ambacho wanataka ni kwamba wapokee. Hiyo kuna vitu vya kupokea. Lakini kama unataka supermarket, kila kitu ambacho ni supermarket imeweka ni chako. Lakini unaenda kwa kaunta na unasema kwamba hata mimi niko na hitaji ya sukari. Ukiangalia kwa hiyo sukari pale chini wameweka bei. Sukari ni yako leo, lakini ina bei. Uponyaji ni wako, lakini una bei.
na bei ambayo kila muujiza uko nayo inaitwa bei ya utumishi. Bwana anaweka ndani ya moyo wako. Usiende kuuliza aliyekaa karibu na yeye. Muulize, wewe unataka Mungu akufanyie nini? Akufanyie nini? Muangalie tu pole. Kama uko karibu, nyosha mkono. Basi msamehe ya kusikia vizuri. Kuna wengine usipowaguza hawezi kusikia. Guze mkono, mwambie kwamba ninajua una matarajio makubwa. Guze jirani yako. Msamehe mkono, kwa mkono ndio neema ya pesa zako, ndio unataka kusamehe. Muulize, ninajua, muongeleshe sasa. Muongeleshe, usiniongeleshe mimi. Mimi ninajiongelesha mwenyewe. Usiniongeleshe mimi. Muulize, ninajua Mungu anataka kukufanyia mambo makubwa, na wewe uko tayari kufanya Mungu nini? Anasema na wao watatembea. Wao watatembea. Mungu hana shida ya kubadilisha maisha. Lakini kanisa, imagine wewe unataka Mungu akupatie kazi, lakini wewe mwenyewe una uvivu, unalala saa 2 utaamka kesho saa 7. Kazi itajifanya namna gani? Wewe unataka Mungu akufanyie biashara, na unajua kwamba hata pesa zote ambazo unapata unakula mambo, unakula kila kitu. Anasema nitawatia Mungu, na mahali ambapo nguvu za Mungu zinaachiliwa wakati mtu mtumikia Mungu. Anasema ninawainua wanyonge toka mavumbini na ninawaketisha pamoja na wafalme. Lakini hao wanyonge walioinuliwa toka mavumbini ni wa aina gani? Anamwambia ndio pata ukichukua kondoo. Ulikuwa mtu ambaye hakuna kitu, lakini kwa sababu kuna kanuni ya kiroho inayosema yeyote anayetaka kuwa mkuu lazima awe mtumishi wa wote. Daudi akiwa ndani ya kondoo, kazi yake ilikuwa ni kumtumikia. Alimtumikia wanadamu akiwa akimtumikia Mungu. Alijitolea kwa wanadamu kama vile alijitolea kwa Mungu, na Mungu akaangalia. Wewe unakuja kupanga viti, wewe unaamka asubuhi, wewe ndio unaenda kutangazia watu kuambia kwamba tuko na ibada maalum. Wewe unakuja asubuhi, wewe ndio unaenda kuosha choo. Watu wanaweza kosa kujua ni nani anayefagia kanisa limekuja kukaa. Watu wanaweza kosa kujua ni nani alikuja akapanguza hapa. Watu wanaweza kosa kujua nani alikuwa atatisha kwa choo, lakini yule anayesema ukitaka kuwa wakubwa lazima mtumikie Mungu anaona siri, na maandiko anasema kwamba yeye anayeona katika siri atakulipa wazi wazi. Na kuombea kwa jina la Yesu ya kwamba hautajutia wokovu wako in the name of Jesus Christ. Somebody say amen. Hautajutia wokovu wako in the name of Jesus Christ. Hawezi kutumikia Mungu na utajuta. Hawezi kutumikia. Kuna vita vya laana, kuna vita vya uchawi ambavyo havitatuangukia. Kwa mfano, angalia gari linalokimbia, vumbi haiwezi kulikalia. Inzi haiwezi kalia gari linalokimbia. Lakini ukisimamisha kitu ambacho hakifanya chochote, mavumbi yote yanaweza kalia. Kwa hiyo unapokaa kanisani ama kuwaponi mwa Mungu lakini haufanyi chochote, utafunikwa na mavumbi. Tumishi wa Mungu ametoa mfano hapa ya kwamba mpaka nikaomba moyoni kwa kistaki kwa kama sofa set. Hiyo unakaa mzuri, ndani kumeoza. Watu wanakuangalia na wanaona uko na pesa. Bado wanakuja kwambia, "Dada nisaidie milioni moja." Wewe uko ndani ya maneno. Sofa set nje ni kaa nzuri, lakini ndani umeweka baraka. Na ndio sababu andiko anasema kwamba Mungu anapotaka kufanya kazi pamoja na wewe, hakufanyi kama sofa set. Anaanzia ndani. Nje unaonekana huna kitu, lakini ndani Mungu anakuumba. Mungu anakutengeneza. Baada ya muda Mungu anakutoa katika mavumbi. Huyu ndiye alikuwa ameficha ndani ya mavumbi. Wakati akipoangalia anasema, ni huyu tuliyemjua ama huyu ni mwingine? Ni kwa sababu gani? Mungu anafanya kitu katika maisha yako. Jiambie mwenyewe, mwambie Mungu anafanya kitu ndani mwako. Jiambie Mungu anafanya kitu ndani mwako. Guza kifua chako, sema kwa jina la Yesu. Kwa sauti sema kwa jina la Yesu. Mungu anafanya kazi njema ndani ya maisha. Sema amen. Somebody sema amen. Somebody sema amen. Mungu anapokusaidia kukupa nafasi ya kutoka. Jambo la mwisho, Mungu anapoanza kukusaidia kukupa mzigo wa kuombea wengine na kuombea kanisa na watumishi. Naonyesha mtu anayesahau na ana burden ya kuombea watu wengine. Katika kitabu cha Ayubu mlango 42, wote tunajua kwamba Ayubu alipigwa na mateso. Huyu alikuwa ni mtu anayejua Mungu, lakini akapigwa akapoteza watoto. Lakini kuna siku moja, Job chapter number 42, Ayubu mlango 42 mstari wa 10. Siku moja Ayubu baada ya kupoteza vitu vyote, amepoteza watoto, amepoteza ndoa, mali yake imeharibika, heshima yake imepotea.
kuna kitu kimoja ambacho alikuwa alifanya. Akasema kuanzia leo, kwa sababu sina mke, sina watoto, sina kazi, huu muda ambao nilikuwa ninaenda kazini, huu muda ambao nilikuwa natumia kukaa na mke wangu na watoto, nitatumia muda huu kwanza kuliombea kanisa na watumishi. And the Lord did your job when you prayed for his friends. Kama una kazi, lakini Mungu amesema ndio kubadilisha maisha, utajipanga na una gani ili Mungu akupate. Anasema namna gani? Nitaingia katika malango ya Mungu. Kazi ambayo pengine ningekuwa ninafanya, nitachukua hii kazi. Ninapoendelea kutarajia Mungu kulipa kazi ya kufanya, nitachukua mzigo wa kuliombea kanisa. Wewe unatoka kwako asubuhi, unakuja kanisa liko hapa, unakuja madhabahuni na kwanza kuambia God, ibada ya Jumapili ni ibada ya finance. Na Mungu ninaomba kila atakaingia hapa kumbuka faili yake. Unaanza kuambia Bwana, achilia mafuta ya faili na kubadilisha mashtaka ambayo shetani ameandika kinywa cha watu wako. Na unapoanza kuomba, kabla Mungu hajakumbuka atakayeingia, anakumbuka aliyeomba. Ayubu alipoombea watu, sio wale aliombea Mashaya alibadilika. Biblia inasema Mungu aligeuza mateka wa yule aliyekuwa anaombea watu. Wewe unasimama kwa madhabahu, unaanza kuomba, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Kuna watu watakuwa ibada hiyo, na wewe una ugonjwa fulani unakusumbua. Kuna watu wako na shida ya ndoa, wanakuja kwa ibada ya kesho. Kuna watu ambao wanapigana na mapepo, wanakuja kwa ibada ya kesho. Wewe unatumia hali unayopitia na unaombea watu. Kama ugonjwa, anza kuombea watu wapone kwa ibada ya kesho. Kama una shida ya ndoa, ambia Bwana, kumbuka ndoa za watu wako, leta amani. Kama una shida ya watoto, anza kuombea Sunday school kwa ibada. Mungu aligeuza umateka kwa sababu watu hawa walichukua majukumu ya kusimama mbele za Mungu kwa niaba ya watu. Mbele za Mungu kwa niaba ya watu. Na Biblia inasema hii huduma Mungu ametupa kila mmoja wetu. Anasema huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho. Unasimama mbele za Mungu kwa niaba ya watu. Kwa nini Mungu anaita watumishi wa Mungu? Kwa sababu anaombea watu. Mimi nakuja hapa ninakuombea. You know what? Lile ndio andiko linafanyika. Mungu ugeuza mateka wako. Na ndio sababu unakuja hapa, pepo fulani nimekunyonga, magonjwa yamekukandamiza, ninakuwekea mkono unapona. Wewe huwa unapata kidogo, sehemu kubwa huwa inakujia Mungu. Wewe una kazi, unakuja hapa ninakuombea. Na unakuwa unashughulikia mahitaji yako, hawezi kuelezea siri ni nini. Anasema time the cathedral job when you pray for his friends. Watu wangapi ambao unawaombea ya kwamba Jumapili ni yakuja usikosema. Kabla hujafika hapa Jumapili, ule usiku ama usiku wa Alhamisi na ibada, omba kwamba Bwana katika ibada hiyo